yote, mahali pa Kweli Yote TV kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Na kukaribisha sana, na tukaribisha yeye mwenyewe aliyetumba mahali pake kwa ajili ya kujifunza yale mema. Kwa hiyo kabla ya yote tumshukuru kwanza kwa sababu yeye ni mwaminifu. Baba mwema mzuri, utukuzwe, uinuliwe, uheshimiwe kwa sababu tayari unatufundisha ni wewe, unatuelekeza weupe weusi kwa ajili ya ile kweli yote yako mwenyewe. Tunakushukuru kwa sababu ya kuwakaribisha weupe weusi, viongozi na wasio viongozi, wakubwa kwa wadogo, wote washuhudie, waone yale mema na mazuri ambayo tayari umekusudia, yote kwa utukufu wako imetokea. Karibu sana viongozi, karibu wote, kwa sababu ni baraka kwa ajili ya kujifunza na kuendelea kufundishwa na yeye kupitia ile nguvu ya siku ya mwisho kwa utimilifu wake na maelekezo yake. Kwa hiyo karibu sana. Leo tunataka tufahamu kwamba maisha yetu ni hapa hapa juu ya nchi. Kwa hiyo mbinguni hayupo. Maisha yetu ni hapa hapa juu ya nchi. Kwa nini aseme hivyo yeye? Katika majira yake ya utimilifu tutaishi juu ya nchi. Ni kwa sababu baada ya kufika kwenye ile siku ya mwisho, majira na mwaka timilifu, ina maana hakuna maisha mbinguni. Mbinguni ni kama vile ambavyo ameendelea yeye kutuelewesha, ni mahali fulani ambapo tulikuwa hatuelewi maana ya mbinguni. Kwa hiyo tulipelekwa mahali ambapo kwa uhalisia hapakuwa kwetu, lakini sasa kwa sababu yeye mwenyewe amekuja na ndio anatuelekeza, ina maana mbinguni, maisha ya mbinguni hayapo. Kwa hiyo maisha yetu ni juu ya nchi, na utaelewa kwa ufupi kabisa kwamba ni kwa nini anasema hivyo. Kwenye nguvu ya Mwanzo 2:15, Adam wakati anapewa mamlaka ya kukaa kwenye bustani, kila alichopewa ni kulima na kutunza peke yake, na alipewa akiwa juu ya nchi. Kwa hiyo tatizo ni pale kwenye Mwanzo 2:23-25, pale Adamu alipoachana na baba na mama, pale ndio uharibifu wake yeye ulipoingia, na ndio maana akaenda kwenye nguvu ya kuwa ana nusu mfumo ndani yake, hakuwa na utimilifu. Kwa hiyo katika kukosa utimilifu, ina maana ndio akaenda utumwani. Pale utumwani ndio pale kwenye 930 na kwenye Yeremia 28 ile mstari wa 4 mpaka wa 9, yaani kwa ajili ya kwenda kuzaa, kuongezeka, tukiwa utumwani miaka 70. Kwa hiyo baada ya miaka 70 ndio tutatoka. Kwa hiyo unavyoona injili zote sasa tulizokuwa tumekutana nazo ni kile kitendo cha kuwa sisi utumwani, kwa sababu kile kitendo cha baba kutunyang'anya jicho, kutunyang'anya sikio, kutunyang'anya akili, kutunyang'anya moyo, kutunyang'anya hatua, ina maana kila kitu kile hatukuwa nacho. Ndio maana hata wakati anakuja nguvu ya kweli kwa levo ya Yesu kupitia Isaya, anatumwa. Yeye alikuja kiunabii, lakini hatukujua kama alikuja kiunabii. Kwa hiyo na yale mafundisho yote tuliendelea nayo, tulifundishwa tukiwa tunaonyeshwa kwamba alikuja kutukomboa, lakini yeye alikuja kutuonyesha siku ya mwisho ikoje na zile ibada zilizokuwa. Tunaona kwenye Isaya 6 ile mstari wa 8, kisha nikasikia sauti ya Kweli Yote ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda mbele kwa ajili yetu? Ndipo aliposema, nitume mimi. Naye akaniambia, nenda ukawaambia watu wao, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione, unaoneshe moyo wa watu wao. Ina maana tulikuwa hatuna macho, hatuna sikio, kwa sababu tayari baba alikuwa amesharuhusu twende utumwani. Kwa ile kwenda kwetu utumwani, ina maana nguvu ya sisi kuelewa yale ambayo tayari yako humu yalikuwa ni fumbo. Kwa hiyo ikaitwa fumbo ya shetani, ndio tulikuwa tunaishi nayo, kwa sababu tayari tunaishi kwenye nguvu ya utumwa
ina maana fumbo za shetani zikaendelea kwenye akili ya kila mmoja. Tunaona hapa kwenye nguvu ya Ufunuo ile 2 ule mstari wa 24, lakini nawaambia ninyi wengine mlioko hapa, wowote wasio na mafundisho haya, wasiozijua fumbo za shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo. Kwa kuna mafumbo ambayo ilikuwa hayawezi kufumbuliwa, kwa sababu kitabu hiki chenyewe kilikuwa kimefungwa na sisi tulikuwa utumwani. Kwa hiyo kila elimu, kila fundisho tuliokuwa tunafundishwa lilikuwa ni kinabii. Sasa kinabii ina maana ni wale ambao watarajiwa. Imani ni maana ni mambo yatarajiwa, ni bayana mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tumeendelea hivyo. Kwa hiyo hata ile kweli yalipokuja kutuonyesha kwamba Bwana Yesu kwamba Bwana, mimi ndio njia, kweli na uzima, hatukufahamu. Ndio maana sasa fumbo za shetani zikawa zimeendelea kututesa. Ndio maana akasema ikifika sasa wakati huo, kila kitu sasa atakiweka wazi. Ina maana yale maisha sasa tuliokuwa tunasema tunakwenda mbinguni hayatakuwepo na hayapo. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo yeye alikuwa analitaka kabisa katika utimilifu wake ni ile ufufuo wa siku ya mwisho, kwa sababu ufufuo wa siku ya mwisho haukueleweka anamfufua nani. Paulo anasema wanaofufuliwa ni wale waliolala, waliokufa, lakini hakuwa na maana hiyo. Ni sisi tuliokuwa tumefishwa kwa sababu ya elimu mbalimbali ambayo siko kiunabii, si katika halisi. Kwa hiyo tukaendelea hivyo. Kwa hiyo tumeishi hivyo mpaka yeye anasema siku ya mwisho nitawafufua nyinyi. Kwa hiyo anayefufuliwa ni mimi, kwa sababu ya yale tuliokuwa tumefundishwa mengi ambayo kwa uhalisia yaliua akili zetu. Kama vile Yohana inavyosema, Yohana 11 ule mstari wa 21, mfano hapa Martha na Lazaro. Basi Martha akamwambia huyo kweli kwa levo ya Yesu, akamwambia, ungalikuwepo ndugu yangu hangalikufa, lakini hata sasa najua ya kuwa utakayomwomba yeye kweli yote atafanya. Huyo kweli kwa levo ya Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Huyo kweli kwa levo Yesu akamwambia, mimi ndimi ule ufufuo na uzima. Kwa hiyo ilikuwa ni mafundisho, lakini kwa sababu tulikuwa mbali hatukuweza kujua kwamba ufufuo ni nini. Ufufuo ni kuifahamu ile kweli. Ndio maana akasema siku ya mwisho atatufufua, kwa sababu Baba ndio anayesimama kwenye nguvu ya siku ya mwisho, kueleweka Baba, kwa sababu Baba kwa uhalisia hakuwahi kueleweka. Kwa hiyo Baba anapofika sehemu ya kueleweka, ina maana tayari sisi tunatoka, kwa sababu kwa uhalisia ukiangalia kwenye Hosea 13:14 anasema nitawakomboa na nguvu za kaburi na mauti. Wewe fikiria, unakombolewa vipi na nguvu ya kaburi na nguvu ya mauti? Ina maana ni ule mfumo uliokuwepo ambao tulikuwa hatujajua kwamba mauti na kuzimu ni nani na anayekuja kupambana naye ni nani. Tulijua Baba. Sasa Baba maana yake ile halisi ya kweli hatukuelewa. Kwa hiyo tunaona sasa hapa kwamba mauti na kuzimu ni ile nguvu ya uongo. Kwa hiyo uongo ndio kao umekaa mafundisho mengi ya imani, ya tumaini, ya ishara, miujiza, zile elimu mbalimbali tulizokuwa tumefundishwa. Kwa hiyo hizo sasa zikawa tayari zimetujengea maisha ya kutoishi hapa juu ya nchi. Ile Isaya 28 ule mstari wa 14, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo tutakapopita halitatufikia sisi. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo
kuwa kimbilio. Kwa hiyo adui alikuwa amejificha kwenye maneno ya uongo. Kwa hiyo hata sasa yeye, kwa sababu jina lake alikuwa ni kahaba, jina lake la pili alikuwa joka, alikuwa mnyama, alikuwa baba wa uongo, alikuwa nabii wa uongo, alikuwa ibilisi na shetani. Huyo ndio aliyekuwa anafanya ishara na miujiza juu ya nchi kupitia ule Ufunuo Ufunuo 16:13. Lakini hatukujua kilele chake ni nini. Sasa kilele chake tumeshajua kwamba ni uongo. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zilikotoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Nazo hizo ndizo roho zifanyazo ishara, roho za mashetani zifanyazo ishara juu ya nchi. Kwa tunaona sasa wakao amejificha adui kwenye akili ya kila mmoja, kumwonyesha adui wa mwisho ni mauti na kuzimu. Sasa ndani ya mauti na kuzimu ndio uongo kakaa. Kwa hiyo wote sasa tukawa tumepelekwa utumwani, kwa sababu hatuna jicho, hatuna sikio, hatuna akili, hatuna moyo, hatuna hatua ya kuchukua. Ndio maana wote sasa tukawa tumezaliwa kwenye nguvu ya mwaka wenye miezi 12, lakini mtawala akiwa miezi 9, mwingine akiwa na tutawala. Kwa inapokuja sasa yeye, tunaanzia ndani kwenye tumbo. Tunapoanzia ndani, ina maana tayari nguvu ya sisi sasa kuwa na jicho, kuwa na akili, kuwa na moyo wa kuambatana na yeye. Unapofundishwa unafunguka. Kwa hiyo hapo sasa ndio fumbo za shetani zitakuwa zimeisha. Ina maana maisha sasa tutakuwa tunajua kwa nini alikuwa anasema kwamba majira yetu sisi ni ya juu ya nchi, sio mbinguni. Kwa hiyo jambo hilo sasa ndilo ambalo wakati yeye Baba anafuta sasa utendaji wa mauti na kuzimu kujulikana, na yeye Baba lazima ajulikane maana yake, kwa sababu Baba asipojulikana, ina maana mauti na kuzimu haziondoki. Kwa hiyo mauti na kuzimu ni uongo, na Baba nguvu yake, utendaji wake ni kweli yote. Kwa hiyo Baba anapambana na uongo. Kwa hiyo neno hawezi akapambana na uongo, sauti hawezi akapambana na uongo, andiko haliwezi kupambana na uongo, ila kweli yote ndio inapambana na uongo. Kwa hiyo uongo ndio nguvu ya kilele cha roho chafu, ambazo chochote unachokiamini kinatengeneza Mungu ndani na kinageuka kuwa roho. Kwa hiyo kinauawa kwa sababu ya ile kweli peke yake. Ndio maana akasema mtaijua kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Kwa hiyo mauti tumeona, mbinguni na yenyewe tumeona. Sasa mbinguni ni level ya ufahamu. Ina maana tukishajua sasa mbinguni ni level ya ufahamu wa juu, ina maana lazima ujue kuna mbinguni ya shetani na mbinguni ya Baba. Mbinguni ya Baba ana maana ni mahali pake. Mbinguni ya shetani ni kuzimu. Ndio maana Samueli wa kwanza 23 ile 28:3 mpaka Samueli wa kwanza 28 ile 3 mpaka 23, utamwona Samueli anakufa, lakini anaenda kumuinua, anainuliwa na mganga. Tunaona Luka 16 ule mstari wa 19, tunamwona Ibrahim na Lazaro na yule tajiri, wote wanaenda kuzimu. Kwa hiyo kuna mbinguni ya shetani. Kwa hiyo wakati wa majira zote, wakati tunaambiwa tunakwenda mbinguni, na tunaambiwa wenye haki, wale wazuri ndio wanabebwa na Baba, walikuwa na uwawa na adui, kwa sababu hapa juu ya nchi wenye haki ndio walikuwa wanageuzwa kama nguvu ya sadaka. Muovu amuui mbaya, muovu anamuua mzuri, kwa sababu tayari hapa juu ya nchi kwa fundisho tulikuwa si kwetu. Tunaona kwenye nguvu ya Ufunuo 6. Na alipofungua muhuri wa 6, nikaona roho zao waliochinjwa
kwa ajili ya ile kweli. Wanalia kwa sauti wakisema, Baba, ni lini utahukumu na kuipatia haki damu yetu? Kwa hiyo tunaona mbinguni ya Baba ni mahali pake, ambapo ndipo mahali pa ufahamu wa juu, mahali pa yeye anaitwa kweli yote. Hapo ndio pa level ya juu, na ndio jina lipitalo majina yote. Tunaona mbingu, maana ya mbingu ni level ya ufahamu. Ndio maana kwenye Ufunuo 14:6 kwamba inaonekana mbingu zitafumuliwa, na ile Isaya 34 ule mstari wa 4, na Ufunuo 20:11. Ina maana mbingu ni nguvu ya standard 1, 2 mpaka college mpaka university, kwa level ulizopata masomo na kwa level ya elimu yoyote, hiyo ni mbingu. Kwa hiyo mbingu za uharibifu zinafumuliwa na mbingu za maandiko zinafumuliwa. Ina maana tunabaki kuelewa kwamba wapi mbinguni, mbinguni ni nini na mbingu ni nini, ili utoke kwenda mbinguni ujue kwamba maisha yako hapa juu ya nchi. 3 ni wingu. Wingu ni habari, na wingu jeupe ni nguvu ya habari ya kweli. Tunasoma hapa kwenye Ufunuo 14 ule mstari wa 14. Kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano mwanadamu mwenye taji ya dhahabu. Tunaona kumbe wingu ni habari. Wingu jeupe ni habari zilizotimia. Kwa hiyo hizi ni habari zilizotimia. Jambo jingine ni matumizi ya damu. Damu hatukuruhusiwa tunywe au tule, kupitia Walawi ile 17 ile 10 mpaka 16. Lakini kwa sababu ya kutoelewa sasa mfumo wa haya maelezo, kwa sababu tayari tulikuwa Babeli na tulikuwa tumenyang'anywa jicho, tumenyang'anywa sikio, tumenyang'anywa ile akili na moyo, ina maana hatukuweza kupambanua hata ile maana ya mbinguni. Kwa hiyo wakati sasa tunafundishwa juu ya nchi na nguvu ya mitume, manabii, wachungaji wa aina zote wanatuambia mbinguni, ina maana ulikuwa ni mfumo wa Babeli. Ulikuwa hawafahamu kwamba maana ya mbinguni ni nini, maana ya mbingu ni nini, maana ya mauti na kuzimu ni nini, maana ya Baba ni nani. Hatukuwa tunajua. Kwa hiyo wale usiwalaumu wala ukawachukia, hapana, kwa sababu kila mmoja hakuwa anaelewa. Kwa hiyo ni kusameana na kujifunza peke yake. Kwa hiyo ni kulike na kusubscribe peke yake kwa ajili ya Kweli TV, ili unayaona, kwa sababu kuna mafundisho yote ya siku ya mwisho ambayo tayari imeshaanza kama vile alivyokusudia yeye. Kwa hiyo tunaona fumbo sasa ambalo lilikuwa ni kubwa, ni kumjua Baba. Baba hatukumjua, ndio maana akasema yeye mwenyewe kwamba Yohana 4:23, saa ikifika atakayeabudiwa ataabudiwa Baba, lakini hatukujua maana ya Baba, na ndio ilikuwa mtihani sana 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 juu ya nchi. Ndio maana unaona kwenye Mwanzo 2:23 Adamu anamwacha baba na anamwacha mama. Hatukujua ni mama yupi ni baba yupi, lakini baba maana yake ni kweli yote. Ina maana tulikuwa tunaita roho wa kweli, roho wa baba, lakini ni moyo wa baba unaofundisha. Kwa hiyo hiyo ndio mfumo wa yeye, kwamba akifika anakuja ni ule moyo, kwa sababu yeye ni untouchable, yani hashikiki. Kwa hiyo anayesema huyu na kuongea ndio moyo wa baba. Huyo utausoma kwenye Yohana 7:37 na Mathayo 10:19 na Yohana 3:31 hata ile Yohana 6:54.
Kwa hiyo tunaona Baba ni kweli yote. Ndio maana ukaona kwenye Yohana 14:28 kweli kwa level Yesu akasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Alikuwa na maana yeye ni utimilifu wa kweli yote, ila yeye alikuwa ni nani? Ni kweli. Hapo ndipo tulifichwa. Hilo lilikuwa ni fumbo. Ndio maana unaona hata wachawi wanaitwa kwa jina la Yesu. Jina lipitalo majina yote ni kweli. Kwa hiyo lilipofungwa lile fumbo, hakuna anayeweza kubadilika. Najua unaweza kuwa mtumishi, unaweza kuwa nabii kwa uhalisia, lakini hakuna badiliko kwa wale unaoongoza, kwa sababu kinachobadilisha sio neno, kinachobadilisha ni ile kweli. Tunaona 14 hapa 6. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo huyo Yesu tena kwenye Yohana 1:14, Yesu ni neno. Yesu ni mwili. Ni neno lililofaa mwili. Kwa hiyo dunia wakacheza ile mahali, ndio maana yeye akawaambia ole waandishi na Mafarisayo. Kwa nini? Kwa sababu katika uandishi na kufundisha tumefundishwa tofauti, ili kushika nini kitusaidie, kwa sababu tulishika nguvu kinachoshikika mwili, sio kila ambacho ni fundisho. Tukashika mwili wa Yesu, tukashika Baba ni fundisho la kweli yote, Mwana ni kweli. Ndio maana akajisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Njia ni fundisho. Anafundisha fundisho gani? La kweli, ndio linalotupa uzima. Ndio maana akasema nyinyi mkifahamu kweli, basi mnakuwa huru. Kwa hiyo adui, ushetani juu ya nchi, unaogopa kweli kuliko chochote. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngelinijua mngelimfurahia, mngemjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Huyo kweli kwa levo Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja naye siku hizi zote, wewe usinijue? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Alikuwa na maana ni lile fundisho ndio anaunganisha.